Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asubuhi nyingine njema Baba, umetupa kibali cha kuishi. Asante kwa wema wako, asante kwa fursa njema ya kujifunza neno lako. Tunapojifunza amri 10, naomba baraka zako juu ya maisha yetu, tusaidie tutii na kuishi kulingana na amri zako. Tubariki pamoja. Cha Roho Mtakatifu aendelee kuwa mwalimu, akituelimisha na kutuhekimisha na kutuongoza katika kweli yote. Tubariki pamoja tunapoanza kipindi chetu Bwana. Ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Kutoka mlango wa 20. Kutoka mlango wa 20. Kutoka 20:1 mpaka 17. Tusome pamoja tafadhali. Kutoka mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi 17. Kutoka 20:1 hadi 17. Kutoka mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Tusome pamoja. 1, 2, 3. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza watu waovu baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami nawarehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atamsaidia na atia mtu atajie jina lake bure. Ikumbuke siku zako utakase. Siku zitafanya kazi neno lako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zibaki kuwa nyingi katika nchi yote ya Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala mume wake, wala mume wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Amen. Kujifunza neno lake. Asubuhi ya leo kwenye kipindi chetu tutajifunza amri ya 7. Amri ya 7, katekismo ndogo ya Westminster, maswali ya 70 hadi 72. Katekismo ndogo ya Westminster, swali la 70. Amri ya 7 ni ipi? Amri ya 7 ni usizini. Amri ya 7 ni usizini. Amri ya 7 ni usizini. Mstari wa 14 tusome pamoja. Usizini. Katekismu ndogo ya Westminster, swala 71, nini inahitajika katika amri ya 7? Amri ya 7 inahitaji utunzaji wa hali zetu wenyewe na za majirani zetu katika usafi na tabia nzuri. Utunzaji wa hali zetu wenyewe katika hali ya usafi na pia tabia nzuri. Hali zetu. Korinto wa kwanza mlango wa 7. Korinto wa kwanza mlango wa 7. Korinto wa kwanza mlango ni ule wa 7, mstari wa 2, mstari wa 3
mstari wa 5, 34, 36 pia. Soma kwa mfuatano hayo mistari. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 2 kwanza na wa 3. Lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na mpe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na mpe mumewe haki yake. Mstari wa 34 na ule wa 36, 36 tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa kujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kuwa mtakatifu mwili na roho, lakini yeye aliyeolewa kujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mumewe. Mstari wa 36, mstari wa 36, lakini mtu awaye yote akiona ya kuwa amtendei mwanamwali wake vipendezavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja, basi afanye apendavyo, atendi dhambi, na awaruhusu waoane. Hali inayozungumziwa hapa ni hali ya usafi na matendo. Inayozungumziwa hapa ni hali ya ndoa, na hali ambayo ni hali ya kuchukulia mwili wako katika hali ya nini? Katika hali ya usafi. Ndicho kinachozungumzwa hapa, kwa sababu ya zinaa. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na nani? Na mume wake mwenyewe. Na ndicho kinachozungumziwa hapa katika amri ya 7, usizini. Maana yake kumgusa mke asiyokuwa wako, kumgusa mume asiyokuwa wako ni zinaa. Sawa eh? Sawa? Tunaelewana? Kugusa mke asiyokuwa wako, kugusa mume asiyokuwa wako, Biblia inasema ni nini? Ni zinaa. Maana yake hautendi vile ambavyo amri inavyohitaji. Amri inakataza, ni amri ambayo katika mtazamo asi, kile ambacho umekwisha kufanya tayari au kile ambacho unaelekea kukifanya, unaambiwa uache kukifanya au usifanye. Usizini. Utunzaji wa hali zetu wenyewe. Hali inayozungumziwa ni hali yetu ya mwili huu. Hali ya nini? Ya mwili huu, haswa katika mahusiano yanayoitwa mahusiano ya ndoa. Nini ambacho kina thamani? Amri ya 7, nini kinachohitajika katika amri ya 7? Inahitaji utunzaji wa hali zetu wenyewe na za nani? Za majirani zetu, katika usafi na tabia nzuri. Usafi na nini? Na tabia nzuri, ambao tunaona mstari wa Korintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 2, wa 3, mstari wa 5, mstari wa 34 na mstari wa 36. Lakini Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 6, hali zetu. Maneno pia ambayo tunapaswa tuyazungumze, maana kuna maneno mengine ambayo pia yanaharibu hali zetu na tabia zetu. Wakolosai 4:6, maneno yenu na yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Kwenye eneo la maneno ni sehemu pia ya kutunza nini? Kutunza hali zetu katika usafi na hali ya majirani zetu, katika usafi na nini? Na tabia nzuri. Maana maneno yanaweza kuharibu pia, au yanaweza kuathiri. Amri ya ngapi? Amri ya 7. Maneno unayoyatumia, na ndio maana unapaswa uangalie maneno unayofanya nini, unayozungumza. Yanaweza ikawa sehemu ya kuivunja amri ya ngapi? Amri ya 7, usizini. Kuangalia maneno unayofanya nini, unayozungumza. Ni maneno gani? Ni maneno yenye ladha? Ni maneno ambayo
yametakaswa na damu ya Yesu, yanamfaa yule ambaye unamwambia yale maneno, au ni maneno ambayo yanaharibu usafi wake na tabia yake njema? Maana maneno yako yanaweza kuharibu nini? Kuharibu hali yake na tabia yake. Kwa angalia maneno ambayo unafanya nini na tumia. Kwa amri pia inatukumbusha eneo la nini? La maneno. Na ndio maana tunaambiwa maneno yetu na yamejaa nini? Yamejaa ladha. Yakiwa yamekolea nini? Yamejaa neema. Yawe yamejaa neema siku zote, yawe na neema siku zote, yakikolea Mungu. Pata kujua jinsi mpasavyo wapasavyo kumjibu kila mtu. Lakini Petro wa kwanza mlango wa 3. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 2. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 2. Wakiutazama mwenendo wenu safi na waofu. Na hii inazungumzia habari ya wake kutii nini? Waume zao. Sawa, ndio mstari unapokuja. Na mstari unazungumza unasema wakiutazama mwenendo wenu. Mwenendo maana yake tabia, jinsi unavyoweka maisha yako. Ni mwanamke mwenye tabia chafu, anatembea na wanaume na wavulana, au ni mwanamke ambaye ni msafi, mwanamke mchafu, kila kwenye majani mabichi tu yanalazwa, au ni mwanamke ambaye anajiheshimu. Na kumbuka hapa anazungumziwa mwanamke mwenye ndoa. Atakuwa ni mwanamke wa namna gani? Maana kutii kunajumuisha usafi. Usafi aitunze nini? Aitunze ndoa yake, autunze mwili wake, akitunze kitanda cha ndoa. Watu ambao hawajaokoka watakapoangalia mwenendo wao, wanapotazama mwenendo wao ambao una hali ya usafi na hofu. Hofu maana yake kumcha Mungu. Hofu na maana yake ni hali ya kumcha Mungu. Watakapotazama wavutwe mwenendo wao kwa lile neno, wavute wao pia kumwamini Yesu Kristo. Kwa tabia zetu ambao tumeokoka, ambao tuna ndoa na ambao pia hamna ndoa, tabia zetu ambazo watu wataona jinsi tunavyoendelea katika hali ya usafi na hofu, kwa kupitia neno ambalo tutawaambia, inaweza kuwavuta ili wamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Usizini. Tabia, usafi. Kiwa ni mvulana au kiwa ni msichana, jiweke katika hali ya usafi. Usiwe mchafu. Maana kama wewe unafanya tendo la ndoa kabla hujaolewa, wewe ni mchafu. Na sio hivyo tu, unafanya kama umeokoka, unauchafua mwili wa Kristo. Na neno la Mungu linasema usizini. Usifanye nini? Usizini. Nini ambacho kinakatazwa kwenye amri hii? Amri ya 7 inakataza mawazo, kata hiyo zaidi ya baada ya ma, inakataza mawazo yote yasiyofaa, maneno na matendo. Wazo lisilofaa. Kuna wazo lisilofaa kinyume na vile inavyotakiwa, ni mawazo yasiyofaa. Kuna wazo unataka kuliweka mahali, kuna ushawishi unataka kupeleka mahali. Mawazo yote yasiyofaa, ushawishi wote usiofaa, amri hii inakataza. Kataza mawazo yote yasiyofaa, maneno pia. Maana unakuwa na wazo unaliweka kwenye nini? Kwenye maneno. Unatamka, maana hakuna mtu anayefikiri anayejua unachokiwaza, sio? Ni mpaka ukiweke kwenye nini? Kwenye maneno. Kwenye maneno mtu atasikia ni nini unachofikia. Moyo wako ukoje? Hazina ulionayo ni ipi? Kwenye ghala lako nini kilichopo? Maana moyo wa mtu ni nini? Ni ghala. Kama una kitu chema, mdomo wako ukifunguka, maneno yako yakisikika, watu watasikia kile kilicho chema. Lakini kama moyo wako ni muovu, utakapotamka kwa maneno yako, kitakachotoka kwenye moyo wako, kitakachotoka kwenye mdomo wako kitaonyesha moyo wako ulivyo. Kwa hiyo tunaambiwa amri inakataza
mawazo yasiyofaa, mawazo yote, sio moja, sio mawili, yote yasiyofaa, maneno na matendo. Maana baada ya maneno ni nini? Ni matendo yanafuatia. Mathayo mlango wa 15:19. Mathayo mlango ule wa 15 mstari wa 19, ile inatuambia, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Naona kwenye akiba, kwenye gala lako, ambao hilo gala ni nini? Ni moyo wako. Utoka nini? Hayo yanaonyesha ambayo yanatoka kwenye nini? Na hayo ndio yanayomtia mtu nini? Yesu anasema ndio yanayomtia mtu unajisi. Hayo ndio yanayomchafua mtu, au ndio yanaonyesha huyu mtu ni nini? Ni mchafu. Kwa kabla hujamuita mtu mchafu, ukimwita mtu mchafu kuna kitu umefanya nini? Umekiona kwake, sio? Ambacho kimeonekana kwa matendo au kwa maneno yake. Maana yake kinaonyesha kile kinachoujaza nini? Kinachoujaza moyo wake. Kwa moyoni hutoka vitu katika moyo mchafu. Kumbuka ni moyo mchafu, sio kila moyo. Ni moyo ambao ni mchafu. Yesu anasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Ushuhuda wa nini? Wa uongo na matukano. Vinatoka vyote hivyo, vinatoka kwenye moyo ambao ni mchafu. Na kwa maana huo moyo unafanya nini? Unamnajisi mtu. Maana yake watu wanakuona wewe ni najisi, wewe ni nani? Ni mchafu, kwa yale yaliyotoka kwenye nini? Kwenye ujazo wa moyo wako. Na mstari mwingine wa Mathayo 5:28, Mathayo 28, ili uone pia, maana watu wanafikiri hiyo dhambi inafanyika tu kwa maana ya tendo, lakini angalia ili ujue mawazo. Dhambi inafanyika kwanza kwenye mawazo, kwenye maneno mpaka kwenye utendaji. Mathayo 5:28, lakini some kwa mstari wa 27, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Na kila mwanamke amwangalie mwanaume kwa kumtamani amesha kuzini naye. Maana hii ni mwanaume, maana mwanaume ndio wa kwanza kutamani. Ndivyo inavyoonekana. Mwanaume ndiye tatizo la kwanza inavyoonekana, sio? Yeye anaanza kuwasha moto. Maana yake kama japokuwa kuna wanawake pia nao ni hatari. Wao ndio chanzo, wao ndio wanaanza. Wanaweka mazingira yote ya ushawishi wa dhambi. Biblia inasema imeandikwa usizini. Unafikiri kuzini ni kitendo tu, lakini unaanza kuzini kwanza kwenye mawazo yako. Kazini kwenye moyo wako kabla hujachukua hata kitendo. Na ndio maana dhambi ya uzinifu ni hatari sana. Dhambi ya uasherati ni dhambi hatari mno. Ni dhambi ambayo mtu anafanya juu ya mwili wake mwenye. Biblia inasema hivyo. Tukiangalia pia Waefeso 5:3 ili tuendelee kupata mwanga zaidi juu ya hii dhambi inavyoelezewa na Biblia au inavyokemewa au ilivyo hatari. Waefeso 5:3, lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wote wa kutamani. Ndivyo Biblia inavyosema. Usizini. Furaha au radhi ya ngono ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ngono ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wana wanabona. Kwa lugha rahisi, tendo la ndoa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Amen. Lakini ni zawadi ambayo inaweza kufurahiwa kihalali
ndani ya mipaka ya uaminifu wa uhusiano wa ndoa pekee. Mwanzo mlango wa kwanza, tuende kuanzia mwanzo ili uone kitu nilichokuambia, sio maneno yangu, ni maandiko. Mwanzo mlango wa kwanza mstari ule wa 28. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 28, Biblia inatuambia Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuikiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Zaeni mkaongezeke. Ongezana namna gani kufanya tendo la ndoa? Na ndio maana tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya sio tendo la ndoa. Maana kuna wajinga ambao wanasema ni tendo la ndoa Adamu na mkeo walifanya. Mungu alishawabariki akawapa hii zawadi, na kwa maana hiyo sio kitu ambacho Mungu aliwakataza. Mungu amewambia zaeni mkaongezeke, mkajaze nini? Mkajaze nchi. Waongezana na kuongezeka kwa namna gani? Kwa muujiza. Kwa muujiza. Pamoja kwamba hata kutungwa kwa mimba ni muujiza, lakini sio kwa muujiza. Kwa tendo la nini? La tendo la ndoa. Mungu alimpa mwanadamu. Kwa ni zawadi ambayo Mungu amempa nani? Amempa mwanadamu, lakini inapaswa itumike kwa halali, kwa uaminifu kwenye uhusiano wa nini? Kwenye uhusiano wa ndoa tu. Mlango wa pili, angalia mlango wa pili mstari wa 24. Mlango wa pili mstari wa 24, Mwanzo 2:24. Biblia inasemaje? Kwa hiyo mwanamume akamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Maana yake Mungu anafanya kuwa mmoja, wawili kuwa mmoja. Moja ni moja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye ameunganisha wawili kuwa nini? Kuwa mmoja. Hiyo inaambiwa ni mahesabu ya kiungu. Ni mahesabu ya nini? Ya kiungu. Mke na mume ni mwili mmoja. Na ndio maana yeyote ambaye anafanya tendo la ndoa nje ya ndoa ana unajisi mwili. Mlango wa 4 mstari wa kwanza. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Adamu akamjua Hawa mkewe. Alimjua kwa namna gani? Sio kumfahamu yeye ni Hawa, ni Eva. Hapana, alimjua kwa tendo la ndoa. Maana Mungu alikwisha kumpa Adamu Hawa kuwa nani? Kuwa mkewe na Eva kuwa nani? Kuwa mke wa Adamu, na Adamu kuwa mume wa nani? Wa Eva au Hawa. Kwa ndoa au tendo la ndoa au radhi ya ngono au furaha ya ngono ni zawadi kutoka kwa nani? Ni zawadi kutoka kwa nani? Ni zawadi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Sio kitu cha kuonea aibu, ni kitu cha kusema kwa ujasiri na kumwambia Mungu asante kwa zawadi ambayo ametupa. Lakini wakati huo ukichukua tahadhari kwamba sio kitu ambacho unapaswa ukifanya unavyotaka. Mungu atakuumiza, Mungu atakuharibu. Biblia inatufundisha kwamba raha yoyote ya ngono iliyo nje ya ndoa au inayotokana na nje ya ndoa ni nje ya mpango wa Mungu na uleta ghadhabu ya Mungu. Nje ya ndoa ni kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu, na uleta ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 6. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 6. Biblia inatuambia mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Lakini ukisoma, hebu soma kuanzia, tusome mstari wa 3, tuangalie mstari wa 4 na wa 5. Wala aibu yoyote wala maneno ya upuuzi wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu
aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mstari wa 6 unapokuja hapo, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Mstari wa 7 anasema basi msishirikiane nao, msishirikiane nao kwenye matendo ya namna hiyo, ikiwa ni pamoja na nini? Na uasherati. Biblia inasema uja ghadhabu ya nani? Uja ghadhabu ya Mungu, maana ni kinyume na mpango wa nini? Wa Mungu. Tunaweza kuona tayari ushahidi wa ghadhabu ya Mungu juu ya dhambi ya ngono kwa namna zifuatazo. Maradhi kama ya ukimwi. Kuna watu ambao kwa sababu hawana Mungu moyoni mwao, kwenye fahamu zao, kila kitu wanajaribu kutafuta nini mwanzilishi wa hili jambo lilitoka wapi? Wanasema ukimwi ulitengenezwa maabara. Upungufu wa kinga mwilini unaweza kutengenezwa maabara. Upungufu wa kinga mwilini unaweza kutengenezwa maabara. Hata mimi akili yangu ni ndogo. Upungufu wa kinga mwilini unaweza kusababishwa. Tukiangalia kwenye vyakula, kama mtu asipokula vyakula ambavyo vinampa mwili lishe, atapata upungufu wa kinga nini mwilini. Maana yake mwili unakuwa uko huru kushambuliwa na ugonjwa wowote. Ndio maana ya upungufu wa kinga mwilini. Mwili hauna kinga. Nini kinachoondoa kinga mwilini? Ni lazima kiwe ni kitu ambacho kimeleta uharibifu kwenye mwili, na uharibifu huo ni uharibifu ambao bila kuwa na usaidizi, hiyo kinga haiwezi kuwa kinga ambayo itakuwa na ustahimilivu. Upungufu wa kinga mwilini ni matokeo, sio tu upungufu wa kinga mwilini, ni pamoja na magonjwa ya ngono. Kuna magonjwa ya ngono, kuna kisonono, sio wengine, kuna kaswende, kuna pangusa. Mnafahamu mengi, maana kuna watu hata wameshashikwa tayari. Ndio, kuna ambao wanashika wanaume, kuna ambao wanashika wanawake. Haya yote ni magonjwa ambayo yanasababishwa na dhambi ya uzinifu. Kwa sababu ya uzinifu, kuna hata kansa ya mlango wa kizazi. Hiyo mwanamke anaweza kusababishwa na mwanaume ambaye amechukua hiyo kwa mwanamke mwingine akaileta kwa mtu mwingine. Na ndio maana watu wanahitaji kupima kufahamu afya zao hata kabla ya ndoa. Maana unaweza kuona na mtu ambaye ni mtu mchafu, mtu ambaye yaani kila mahali tu yeye anafikiri ni mahali sahihi. Kwa sababu gani? Hana Mungu kwenye fahamu yake. Na kwa maana kwa sababu hana Mungu kwenye fahamu yake, yeye anafikiri tu kila mwanamke ni wakati kwa kwake, kila mwanaume ni halali yake. Huo mwili usulubishwe kwa Kristo. Huo mwili usulubishwe kwa nani? Kristo. Huo mwili usulubishwe kwa nani? Kristo. Nasema kwa unyonge kwa sababu dhambi ya ngono tunaipenda sana. Nyumba zilizovunjika na familia zilizovunjika ni matokeo pia ya nini? Ya athari ya dhambi hii. Kwa nini tunavunjika? Ni kwa sababu gani? Ya hii dhambi, kwa sababu ghadhabu ya Mungu. Aibu ya mama wasio na ndoa na mamilioni ya utoaji wa mimba. Wamama ni wengi. Kuna yaani ukiangalia kwenye nchi yetu kuna watu wanaitwa wanasema kwa Kiingereza single mothers. Wamama ambao wako peke yao. Wanasema ni single mama lakini bado wako salama. Tuko salama, alafu wanajivuna kabisa. Na sasa hivi wanakamata vijana wanawaoa tu, wala hakuna shida. Maana wengine wana pesa. Lakini haya ni matokeo ya nini? Ni ya ghadhabu ya Mungu. Madhara ya dhambi ya nini? Ya ngono. Kuna watoto wengi ambao hawana baba. Hawana baba kwa maana mama aishi na baba, ambao huo ni upungufu mkubwa. Na ndio maana pia hawa watoto wanaathirika. Maana hakuna mtoto anaweza kulelewa na mzazi mmoja. Yeyote anayenisikiliza asidanganyike. Hakuna mzazi mmoja anaweza kumlelea mtoto. Labda tu kama Mungu amemuondoa mmoja na kwa maana neema ya Mungu itatosha. Lakini tofauti na hapo, hakuna mzazi mmoja ambaye anaweza kumlelea mtoto. Hiyo ni athari. Haya ni matokeo ya dhambi ya nini? Ya ngono. Watoto wanazaliwa, tunakuta mama mmoja na watoto 7. Kila mmoja na baba yake. Na ndio maana kuna wakati mwingine mtu anamuita wewe ni mbwa kabisa.
Mwanamke wa namna hiyo nani? Ni mbwa kabisa. Hilo ni neno ambalo ni kali sana, na mtu yoyote akinisikia ataona kama nimekuwa na nini, nimetumia neno ambalo ni kali sana. Ni kali kwa sababu, lakini ni mfano ambao unaweza kutumika. Kwa nini watu wanatumia hilo neno mbwa? Ukiona mbwa na watoto 10, huyo mbwa ametumisha mimba na mbwa dume 10. Ndio maana yake. Hao watoto 10 wa mbwa wana nini? Wana baba zao. Kila mtoto ana baba yake. Ndio maana yake. Na ndio maana mwanadamu sasa ambaye ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, katika ufahamu, katika haki na utakatifu, alafu ni kama ni mwanamke anatembea na wanaume wengi, au anatembea nje ya ndoa. Acha tuache kwanza ya wanaume wengi, anatembea nje ya ndoa, anatofautiana na mbwa. Ana mbwa yuko huru tu akitembea, hakuna atimiliki kwamba anamilikiwa na nani. Sasa acha ambaye anatembea ameolewa, lakini bado anatembea na wanaume wengine, anazidi hata mbwa, maana mbwa ni kwa asili yake. Nyumba nyingi zimevunjika, ndoa nyingi, familia nyingi zimevunjika, wamama ambao wanalelea watoto peke yao wamejaa, na ndoa nyingi zimevunjika, na tunaambiwa mamilioni kwa mamilioni wanawake wanatoa mimba. Asubuhi hii inaonekana hata watoto 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 sasa hivi wametolewa mimba. Mtu anajiuguza anasema ninaumwa. Unaumwa wapi? Najisikia tu vibaya. Anaumwa wapi? Kumbe ametoa mimba. Ametoa nini? Ametoa mimba. Ameongeza na dhambi nyingine ya nini? Ya uuaji. Amezini na ameongeza jambo lingine la nini? La kuua. Maana anataka kuficha hiyo aibu kwa nani? Kwa watu. Hakuna siku ambayo atataka mtoto, atapata mtoto. Hapo ataanza kwenda kwenye hizo huduma za majitaka. Anaenda hivi kwamba aombewe apate mtoto. Wakati alitoa mimba akaharibu kizazi. Biblia inasema usizini, na unapaswa ufanye nini? Utii amri ya Mungu. Biblia inasema, tunaambiwa au inasema katika yale ambayo tunaambiwa kwenye amri ya 7, ujiweke katika hali ya usafi na hofu, maana yake kumcha Mungu. Katika kila unachofikiri na katika kila unachotaka kutenda, umfikirie Mungu. Kwa nini? Taasisi ya ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye alianzisha taasisi ya nini? Ndio. Kwa jamii inaitwa jamii ya ndoa, ni jamii ambayo Mungu mwenyewe ndiye alianzisha. Dawa pekee ya madhara haya yote mabaya ya dhambi ya ngono ni kurudi kwenye mafundisho ya kibibilia ya ndoa. Rudi kwenye mafundisho ya kibibilia ya ndoa. Ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe kuwa uhusiano wa kudumu kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja pekee. Mungu alivyoanzisha, alianzisha iwe ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja pekee, sio mwanaume mmoja kwa wanawake wengi, au mwanamke mmoja kwa wanaume wengi. Maana mwanamke anataka wanaume wengi, lakini kuna mwanaume pia naye anataka wanawake wengi. Hawa binadamu wote wao wanaoishi maisha ya unyama. Wale ambao hawajaolewa lazima wajiweke safi kutoka kwa shughuli zote za ngono. Mambo yote yanayohusu ngono, mapenzi, kupendana, kuonyeshana mahaba, kaa mbali. Kaa nini? Kaa mbali. Kwa wimbo ulio anasema msiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Msiamshe mapenzi kabla ya nini? Maana utachochea moto ambao huwezi kuuzima, na utakuta umevunja maagizo ya Mungu, umehalifu maagizo ya Mungu, na madhara yake yataonekana. Utajikuta kama ni msichana tumbo hilo, hao wamepata gono, wamepata kaswende, wamepata kisonono, na kutibu ni gharama kweli, sio mchezo, na vingine ni sugu. Mtu anateseka, analia kweli. Kwa nini? Tamaa, kutokutii amri za Mungu. Unapaswa utii amri za Mungu. Kwa
mjiweke safi na mkae mbali na shughuli za ngono, haziwahusu, sio za kwenu. Na sijui nani anawafundisha, sijui nani anawapa hiyo ruhusa. Tena unajiita umeokoka, lakini huwezi kujizuia. Alafu baadaye ukitaka kuolewa utasema tena unataka kuolewa tena. Shajioisha mwenyewe, jirahisisha kwa bei rahisi kabisa, vichakani, kwenye nyumba za wageni, kwenye vibanda umiza, kwenye magofu ya majengo. Uasherati ni dhambi ya ngono na mtu mwingine. Uasherati ni dhambi ya ngono ambao unafanya na mtu mwingine, lakini pia kupiga punyeto ni dhambi ya ngono na wewe mwenyewe. Uasherati ni dhambi na mtu mwenyewe. Kuna watu wa namna hiyo, wanaume wanajichua, lakini sio wanaume tu, hata wanawake wanajichua. Kwa nini? Unawasha maumbile. Tuliza maumbile na damu ya Yesu. Tuliza maumbile na neno la Mungu. Mwambie Yesu ni bonde, mwambie Yesu ni finyange, ili mimi mawazo yangu na mwili wangu ukae katika hali ya kutawaliwa na wewe, ili kwamba nisikutende dhambi. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Akitii na kulifuata nini? Neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Weka neno la Mungu moyoni mwako, ili dhambi ikija uipige teke. Sio kama shetani akija kule, usijue shetani mrawe mchana mwenge kule, wakati ambapo unasema eti Yesu akija unamkumbatia, kumbe shetani ndio unamkumbatia. Maana kama ukilala na mwanamke sio wako, ukilala na mwanamume sio wako, msichana hujaolewa na lala na wanaume. Sasa si shetani unamkumbatia kila siku, kushikana vijana, kuandikiana message za ujinga ambazo hazimpi Mungu utukufu. Hiyo pia ni dhambi ya ngono, hiyo ni uchafu. Unamwandikia msichana message za ajabu za kumshawishi, unajaribu kumwandikia message hizo ili umwamshe hisia zake. Au kama ni msichana na unamtumia kijana, maana umeona kama vile haeleweki, ni uchafu na ni kinyume na amri hii. Maana tunatakiwa katika maneno, matendo tujiweke katika hali ya usafi wote. Hoja dada, uasherati ni dhambi ya ngono na mtu mwingine, lakini kupiga punyeto ni dhambi ya ngono na wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajifanyia dhambi, ni uchafu kwa namna yoyote ile. Mungu hajaruhusu chochote. Usisimke maumbile, hauna mke, hauna mume. Sawa Ni dhambi, na kwa maana hiyo ghadhabu ya Mungu huja. Na ndio maana wengine wanafika mahali anaoa mwanamke, hawezi kumzalia mwanamke mtoto. Kishakuwa bwege na amejifanya bwege mwenyewe. Hayo ni matokeo ya dhambi. Dhambi ni mbaya mbele. Na ndio maana tia amri ya Mungu, jiweke katika hali ya usafi. Ndoa iliwekwa na Mungu kuwa uhusiano wa kudumu. Mathayo 19:4-6. Ndoa sio kitu cha muda mfupi, ni kitu ambacho Mungu alikiweka ili uhusiano huo wa kufanya nini? Wa kudumu. Mathayo 19:4-6. Kama uko pale, tafadhali tusome wote. Mathayo 19:4-6. Ukifika 6 usiendelee, ukomea hapo hapo. Mathayo 19:4-6, tusome pamoja. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Maana anayetenganisha ni nani?
Anayetenganisha ni nani? Anayetenganisha ni nani? Mwanadamu. Mwanadamu asiwatenganishe. Yesu amesema hapa, mwanadamu anaweza kutenganisha. Maana mwanadamu mmoja akishindwa kuwa mwaminifu, akiingia kwa mwanamke wa mtu au akiingia kwa mwanaume wa mtu, nini kitakachozaliwa hapo? Nani atakayekubali mke wake na mwanaume mwingine anatembea naye? Niwaulize tu hapa, nani ambaye atakubali binti yake atembee tu na kijana ovyo na hajamuoa? Nani? Sasa mbona unataka kujirahisisha? Mbona wewe unataka kuharibu mabinti wa watu? Kuna wanaume wameoa lakini bado wanataka kutembea na mabinti. Tulia na mke wako, pende mke wako, tunze mke wako. Na mwanamume na mwanamke hali kadhalika, pende mume wako, mtunze mume wako. Hacha kuhangaika. Maana unakwenda kinyume na amri ya Mungu. Na ghadhabu ya Mungu haitakuacha. Kwa alichokiunganisha Mungu mwanadamu, Mungu ndiye mwanzilishi wa nini? Wa ndoa. Na alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asikitenganishe. Kuna mtu mwenye swali? Kabla tujaendelea. Kuna mtu mwenye swali? Au mnaogopa kuuliza maswali? Lakini mnapenda ngono, sio? Na mnapenda kuiasi yangu. Kuangalia. Na ndio maana kwenye chuo chetu haturuhusu, na nikuonye tu kwenye kipindi, haturuhusu ushikane na msichana. Mnashikana, mnataka kukumbatiana, mnasogeleana kwenye kiti. Wewe achia nafasi. Achia nini? Nafasi. Achia nini? Nafasi. Achia nafasi. Biblia inasema hakuna mtu ambaye anaweza kukumbatia kaa la moto lisimuunguze. Na kwa maana hiyo unapaswa uachie nini? Uachie nafasi. Kaa mbali. Kwa sababu gani? Mkisogeleana mnaweza mkapata ushawishi mbaya. Mnaweza mkapata ushawishi mbaya. Haturuhusu. Kuna mtu mmoja juzi aliniuliza, anasema siku hizi sheria mmelegeza sheria sana. Maana zamani mlikuwa mnatuambia tusikae karibu na wasichana, lakini sasa hivi vijana wanatoa wasichana nje, wanakaa nao karibu. Alafu sio hivyo tu, mtoto mdogo anaitwa Lisa. Kuja anambia, nimemwona mwanafunzi fulani amekaa na msichana. Mtoto kadogo kinyoka anashangaa, maana wapo nimemwona amekaa na msichana. Amekaa na nani? Kwa nini anaona? Sio. Ni mtoto mdogo lakini anasema amekaa. Kwa nini mnapokaa wenyewe aje kuniambia, "Ndio mama, nimemwona fulani na fulani wawili wamekaa na msichana." Ndio kwa majina ndio. Achia msichana nafasi, achia mvulana nafasi. Na pia kama mnataka kuzungumza, kuna vitu vimewekwa. Kaa mbali. Kaa kwenye kona hii na kona hii muongee. Mnakaa mnakaribiana na kuonyeshana na kushikana simu. Nani anayejua kwamba mnatongozana hapa? Nani anayejua? Maana nani anayejua ukiujazao moyo wako? Hii ni dhambi ambayo imeharibu vijana wengi wa kanisa. Imeharibu hata wanakwaya. Maana kwenye ule ushirika wa kwaya, watu wanafika mahali wanakuwa karibu sana. Wanajiona kama ni mke na mume sasa. Hata utani unaona kama hata haijalishi umri. Naona hata na utani huu. Nafika mahali watu wanaenda mpaka mbali. Wanaingia mpaka chumbani. Kaa mbali. Weka, achia na nafasi. Acha kumsonga binti. Acha kumsonga kijana wa watu. Weka nafasi. Achia nafasi. Maana hiyo inaweza, kuna watu wengine ambao bila hata kukusudia hawakuwa na makusudi wao awali, lakini kwa sababu ya ule ukaribu ulifika mahali ambapo walifika mahali wakajaribiwa. Na ndio maana huwezi kukumbatia simu. Kajaribu kukumbatia simu, uone kitu ambacho kitakufanya hiyo simu. Maana ina makali pande zote. Yaani unaikumbatia kabisa, umeishika hivi, utakuta imesha kukata. Na ndio maana unapaswa ujihadhari.
kukaa karibu na mtu wa jinsia tofauti, sio mke wako, sio hata dada yako, mnakaa karibu kiasi hicho na kwa namna yote. Lakini kuna watu ambao wamekuwa wewe wamezini na dada zao na kaka zao pia. Maana uchafu ni uchafu, uchafu ni uchafu. Kwenye ndoa, mume na mke lazima wachukue nadhiri zao za harusi kwa uzito, wale ambao wameoa. Na kwenye ndoa iko hivi, kiapo cha ndoa. Ngoja usikie wewe mtoto ambaye bado hajaoa. Wale waliooa na ambao kuna watu kama kuna mtu ambaye hajabariki ndoa bado. Maana huyu ni mwasherati na mzinifu kama umeoa lakini ndoa hiyo haijabarikiwa kanisani. Maana ndoa ni sheria na kikanisa, ni jambo la kiroho, jambo la kisheria. Maana sheria ya nchi imetoa utaratibu ile ambapo watu wanaweza kuwa mke na mume. Sio tu mnachukua na watu ambao wamechukuana tu wakakaa wao ni wazinifu tu kama wazinifu wengine. Kama kijana tu ambaye amemchukua binti akakaa naye mahali akajiandalisha kama huyu binti ni wa kwake, au binti anatokea kwao nakutana mahali hivyo wanapangiana wao ratiba. Sasa kuna watu ambao wamechukuana hivyo, hawana baraka za kanisa wala hawana kibali cha serikali, au ni wazinifu tu. Kwenye ndoa hapo tunasema hivi, mimi nijitolee mfano. Mimi Joseph nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Nuru kuwa mke wangu wa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya, nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndio ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na mashahidi hawa. Hiyo ni ndoa. Na mwanamke anajiweka hali kadhalika, ikifika upande mwanamke anasema hivyo, inawekwa hadi ya ndoa. Nasikiliza, maana kuna wanaume ambao wanawake wamejaribiwa, mwanaume anaumwa, mwanamke anaumwa, kwa hiyo anapata nafasi ya kuchepuka, anajalalisha, anasema mke ni mgonjwa. Biblia inasemaje hapo? Na nini kiapo cha ndoa kinazidi ya ndoa inasemaje? Uwe wangu wa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini. Hata kama ni maskini bado unapaswa, ulishampenda, ulisha nini, mpenda. Shida zisikufanya uiweke ndoa rehani. Katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Hata kama mgonjwa ni mume wako, hata kama mgonjwa ni mke wako. Nikupende, nikutunze. Ndio maana kitunze kiendelee kuwa kizuri kama kilivyokuwa mwanzo. Maana kuna majambazi yakiangalia mke wa mtu, macho yanaanza kung'oka. Tunza wako, nikutunze mpaka kifo kitakapokutenganisha, kufuata agizo takatifu la nani? La Mungu. Hii ndio ahadi yangu na akafanya mbele ya Mungu. Kuna wengine wanasema uendue katika hali ya ugonjwa na afya. Yaani kuna vitu ambavyo wanataka vitolewe. Kwa nini? Kwa sababu inapofika wakati ule wanakuta ndio wakati ambapo unatafuta uhuru wa kuondoka kwenye hiyo ndoa. Mtu amekuwa mgonjwa, basi unasema unasababisha kwa mgonjwa. Sasa mimi nafanyaje? Wewe unafanyaje? Biblia inasema usizini. Nje ya ndoa takatifu ni uzinifu. Nje ya ndoa takatifu ni nini? Ni uzinifu. Kuna mtu mwenye swali? Sio ndio. Mimi nataka niulize swali kwenye ambao kwamba unapoangalia vya mwanzo inatumia mme mwanamume. Lakini pia unapoangalia pia hapa kwa kitabu cha Mathayo 19 mwanamume ataacha sijui wazazi wake sawa ambao. Nataka niulize mwanaume kwanza, kichwa kinaanza alafu mwili unakuja. Inamaanisha kwamba sio kwamba mwanamke sio muhimu, ni oda, ni utaratibu. Lakini uliza swali lako maliza. Mwanaume ndo anatakiwa, yaani
swali langu, kwa nini Biblia inatumia sanamu? Ndio, ana mwanamke pia anayewaacha wazazi wake anamfuata mume wake, japo kwa mwanaume pia naye anaacha wazazi wake, anakuwa na familia yake. Maana yake kila kitu kinachofanyika kwenye ile familia ni mke na mume ndio wanahusika, so baba yako na mama yako ndio wanaendesha ndoa yako. Maana kuna wengine ambao wameingia kwenye ndoa lakini ni watoto wachanga, baba zao na mama zao na dada zao na kaka zao na wajomba wao na mashangazi zao ndio wanaongoza ndoa yao. Wakati mwingine hata mtoto wa watu anapitia mapito magumu mno, kwa sababu mwanaume mwenyewe hakuwa kichwa, ni kichwa ambacho ni kipofu, kinapelekwa na ndugu zake kama TV na remote. Kwa mwanaume pia anapaswa kumwacha baba yake na mama yake, ambatana na nani, lakini anayetoka kwao, anayeolewa na mwanaume. Mwanaume maana yake nini? Mwanaume ndiye mwenye wajibu wa kumweka ubinti wake kulingana na Mungu anavyosema. Maana hata kama mwanamke ameajiriwa, ana mshahara, bado unampa pesa ya mafuta, bado unampa pesa ya kusuka, bado unatoa pesa ya chakula, maana huu ni wajibu wako. Kuna mwanamke sana mshahara. Sasa ni mwanamke wako kwa namna gani? Nikupende, nikutunze. Unamtunzaje wakati anajitunza mwenyewe? Sasa wakati unamtunza yeye, naye atakutunza. Sana mshahara, hata kuangalia wapi umekongoroka, wapi hujavaa vizuri, wapi hujakaa, hujaenda vizuri, yapi ambayo anaona kama umelemewa, anaweka, kwa maana ameweka, yaani ameweka kwenye chanzo kikuu ambacho ndicho kinapaswa. Mwanaume asiyeweza kutunza mke wake ni mwanaume ambaye ameshindwa kuwa kichwa cha nyumba, ameshindwa kuwa mwanaume. Na huku tunapoelekea sasa hivi, ambapo mtoto wa kike ndiye anatetewa, tutakuwa na watoto wa kiume ambao mimi sijajua watakuwa aina gani, watakuwa wanatunzwa na mabinti. Unaolewa wewe, mwanamke anakujengea nyumba, unakaa hapa na pesa sasa, ukae hapa ugeni, fanya kila kitu, anaenda kazini, anarudi anakukuta huko pale. Kwa sababu umeshindwa, umekuwa na umetafuta urais, unataka tu urais wa maisha. Kuna wanaume ambao wanataka wakaamue mwanamke mwenye mshahara, mwenye kazi kubwa, mwenye mshahara mkubwa, mwenye biashara kubwa, ili ajihakikishie maisha yanakwenda vizuri. Ni kushindwa kusimama kwenye nafasi yako. Wajibu mkuu ni mwanaume. Wajibu mkuu, unapaswa umpende na kumtunza mke wako. Ndio maana unajua ukizaliwa mwanaume, ukineno naambia jikaze mwanaume. Mama usikie mwanamke anaambia jikaze. Mwambie mtoto wa kike jikaze. Unajua mambo mengi naye apitia. Mtoto akimwambia jikaze mwanaume, anaweza kuwa mgonjwa lakini bado ukatoka kwenda kutafuta riziki. Sababu ni mwanaume. Mwanaume anajidekeza na kulala ovyo. Mwanaume wa aina gani? Kwa ni mpangilio jibu. Mwanaume kwanza, mwanamke anafuatia. Hata kwenye uumbaji Biblia inasema mwanaume alikuwa kwanza, mwanamke baadaye. Lakini mwanaume pia ni kichwa. Huwezi kutaja miguu kabla ya kutaja kichwa, au unaweza. Lakini miguu sio muhimu kama kichwa. Miguu ni muhimu pia. Sawa? Naamini ndicho ulichokuwa unataka kuuliza, kwa nini mwanaume anatajwa hiyo kwanza? Lakini kama ni swala la kuacha wazazi, mwanaume pia anawacha wazazi. Maana yake sio tu mambo swala la kijiografia alijalishi. Unaweza ukawa wewe na Kigoma ukaoa binti wa Arusha na ukapata kiwanja hapa Arusha. Haimaanishi kujenga Arusha ni kwamba wewe umemfuata mwanamke. Hapana. Haya ni mambo yenu ambayo mmepanga na mpango wa Mungu pia kwenye maisha yenu. Twende break alafu turudi. Kuna? Kiingereza na Kiswahili. Kiingereza kina mtajiri zaidi kuliko Kiswahili. Sawa? Kuna maneno mawili ambayo yanatumika. Sawa? Ngoja nikupatie maneno. Sawa.
kwenye Kiingereza anaitwa mwanamke anaitwa adulterer na adulteress. Adulteress ni mwanamke mzinzi. Tofautisha tu namuita mwanamke mzinzi, lakini wote inamaanisha watu ambao wanafanya tendo kinyume na ndoa. Wote tunamaanisha hiyo. Kwa Kiswahili hakina neno la kumuita mwanamke mzinzi, utamuitaje? Malaya manake ni mwanamke ambaye sasa amekuwa Mungu, anajiuza, anafanya biashara. Malaya manake ni mwanamke anayejiuza. Kuna wengine ambao ni mzinifu tu, lakini bado hata sio kwamba anajiuza bude tu. Lakini unafahamika kwa mwanamke malaya ni mwanamke anayefanya nini? Anayejiuza, anauza mwili wake apate nini? Apate hela, apate zitu. Ndiye anaitwa majina mawili, kahaba na malaya. Kwa nini lugha ya Kiswahili ni kama haina utajiri mkubwa wa kutofautisha mlazima umuite mwanamke mzinifu au mwanamume mzinifu. Hakuna maneno ya kuwatenganisha, lakini Kiingereza inaitwa adulteress. Adulteress ni mwanamke mzinifu, ambao naamini iko kwa Yakobo. Yakobo mlango wa 5. Alipata naweza kutuambia mlango wa 4 na mlango wa 4 mstari wa 4 sana. Tunaona kwa Biblia ya Kiswahili imetumia moja tu, lakini ukisoma Biblia ya Kiingereza kuna mtu Biblia ya Kiingereza. Fungua kwa mlango wa 4 mstari wa 4. Makundi yote mawili yameainishwa, wanaume na wanawake. Katika Biblia ya Kiswahili unaona inasemaje? Maana haina neno lingine tofauti. Kutoa tofauti ile wanaita ni wanaume wazinzi na wanawake wazinzi. Sawa? Huko na wanawake wazinzi wapo kwa lugha rahisi kulingana na Kiswahili. Hakuna jina lingine lolote ambalo linatumika tofauti na hilo. Huwezi kumuita kahaba, huwezi kumuita malaya, hapana. Maana sio neno ambalo linatafsiri nini, linalotafsiri uzinzi. Lakini naonyesha ukitaka kulielezea maana yake ni mwanamke anayejiuza kwa wanaume wengi. Kwa maana anaitwa kahaba, ni maana anaitwa nani? Amefanya kama mwili wake umekuwa uchuuzi, umekuwa bidhaa, na ndio maana anaitwa hivi. Amekuwa na swali. Kuna watu ambao, na kama mna maswali muulize, maana baada ya kufundisha amri 10 hatutarajii tena kuona kwenye chuo cha Biblia wanafunzi mkirudia dhambi hizo ziko kwenye amri 10. Kwa ni kipindi ambacho tunatakiwa kama hujaelewa uulize, maana kuna vitu vingine unajihalalisha kama viko sawa, lakini haviko sawa. Kuna watu ambao labda nizungumzie ndoa sio za Kristo, ndoa za kitamaduni tuseme, ndio za kimila, labda za kimila. Ndio kijana anampenda binti fulani, ndio kabla ya kukutana wakutanisha familia mbili, wakakubaliana kabisa mahali, familia mbili zikaridhia kabisa, wakafanya sherehe hapo, wakaenda nyumbani, wakaanza kuishi. Au bado tunaanza kuishi, wakaanza kuishi. Vijana wa Mungu wanafahamu maadili ya kanisa, wao wanafahamu ni mwili wa Kristo, wanafahamu vile ambavyo wanaweza kuungana kwenye ndoa takatifu. Hawawezi kuungana kwenye ndoa takatifu kwa sababu tu mahali ameshalipwa. Hapana.
Ni lazima kwanza kijana wa Kristo akipata mke, tutumie hilo neno mke kuliko kusema akipata mchumba. Maana unaweza kuwa mchumba tu hata miaka 10 hata 20 na mkaachana, sio? Lakini kijana wa Kristo akipata mke, maana yake ukithibitisha wewe ndiye Mungu aliyenipa. Maana kijana wa Kristo atakiwa kuwa na wake. Unaongea na msichana yule leo, kesho unaongea na yule, tunakuona naye 1 2 3, lakini baada ya hapo tunakuona tena na msichana mwingine, baada ya mwezi mwingine huko na mwingine, baada ya mwezi mwingine tena huko na mwingine. Unafanya wasichana wamekuwa kama matangazo. Kwa hiyo unatembeza kutuonyesha bidhaa. Kijana wa Kristo akishapata mke, anampeleka kwa mchungaji. Ni mchungaji awaombee. Ili siku moja wafike mbele ya madhabahu ya Bwana, waombe baraka za Bwana kabla hawajaanza kuanza nini? Maisha ya mke na mume. Kwa kijana wa Kristo hawezi tu kupatana na binti huko na akampeleka. Hapana, haiwezekani. Huo sio taratibu. Hizo ndoa za kitamaduni za kimila ziko nyingi sana, na hata watu ambao wameokoka wanasema pia. Kuna mchungaji mmoja alikuja, mchungaji kabisa, alikuwa anahudumu kanisa. Akaja hapa tukamwangalia vitu vyake, tukaona hana ndoa. Akatuambia ana karatasi aliyoandikiwa na wazazi wa binti kuonyesha kwamba binti ni mke wake halali kwa sababu ameshakulipa mahari. Kwambia umehalalishwa, ni kwenye swala la mahari tu umehalalishwa. Lakini hiyo ndoa ya kimila sasa hatuitambui. Ndoa, hata ndoa ya serikali, mtu ambaye labda wanasafiri na kijana na binti wote wanasafiri, hata kama wanaweza kufunga, maana ndoa ni kitu cha kisheria na inatakiwa itangazwe siku 21. Na kwa kweli inatakiwa itangazwe siku 21, na labda kijana amepata mpata fursa kwenda ng'ambo kwa ajili ya masomo wote wawili, ghafla kabla ya siku 21 wanaweza kufunganisha ile ndoa. Ni serikali tu, kanisa haliwezi kwa muda huo mfupi. Maana kanisa lazima litangaza ili kijana ajulikane hakuwa na mke na binti ajulikane hakuwa na nani na mume, sije kawa unaoa mke wa mtu wana na mume wa mtu. Kwa maana hiyo inawezekana serikali kafanya hivyo. Sasa serikali ikisha wafungisha ile ndoa, wale vijana watakuja kanisani mara moja, mchungaji anabariki tu ile ndoa, wala itangazo tena siku 21, sababu imeshafungwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya huu waraka. Lakini vijana wa Kristo hawaruhusiwi aenda kubariki kufunga ndoa zao kwa wakuu wa wilaya, kwa sababu vijana wa Kristo wanapaswa wafanye mambo yao kwenye nyumba ya Mungu. Ndoa ni tendo la kiroho, na kwa maana hiyo tunapaswa tuanze na nani? Tuanze na Mungu. Lakini kwa sababu na bado yule kijana hawezi kufanya hivyo, lazima amshirikishe mchungaji wake waweze kushauriana mawazo. Maana yake kijana moyoni mwake anataka afunge ndoa yake kanisani, lakini kwa sababu ya ubaraka wa masomo ambayo anayaendea, maana alikuwa anafuatilia na majibu yakaja ghafla chini ya siku 21 ambayo kanisa haliruhusu kufanya hivyo, inabidi ifanyike. Atapata baraka za mchungaji wake, na baada ya hapo atakuja mchungaji atabariki ile ndoa yao, na itakuwa ni ndoa halali na atakuwa mpata baraka za Mungu. Lakini kwenye ndoa za kimila, mila ni watu ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, sio wana kanisa, na kwa maana hiyo wanafanya mambo yao kulingana na utaratibu wa nini? Wa desturi zao. Sasa sisi watu ambao tumeokoka, sisi ni jamii ya Mungu, na jamii ya Mungu, jamii ya Kristo ina utaratibu ambao wanafanya mambo yao. Kila kitu na haswa ndoa, kitu ambacho taasisi ambayo Mungu mwenyewe alianzisha, hauwezi kuifungashia kule nyumbani. Kule nyumbani ni mambo ya mahari, tulipe mahari, kule tunakunywa, tukimaliza tunakuja kanisani. Kanisani tutakula pia na kunywa mara baada ya baraka za kanisa kupatikana. Kwa hiyo ya kimila hiyo hatuhesabu kama ndoa. Kwa hiyo mchungaji alilalamika sana, kumwambia sio wewe mchungaji wa namna gani ambaye hata ndoa ni kitu cha namna gani? Wewe unafungiwa ndoa na wazee wa mila, tena hata kufungiwa kwamba tu aliambiwa kwamba mke ni mke wako wa halali. Najua kuna watu wanaofikiri ndoa ni kitu ambacho mwanadamu anaweza kumpa mwanadamu mwingine, na ndio maana Biblia inasema mali na nyumba mtu hupewa na baba, lakini mke mwema anatoka kwa nani? Bwana sema inatoka kwa wazazi. Bwana sema inatoka wewe, ushalipa mahari na mnunua. Mke mwema anatoka kwa nani?
ndio maana ukitaka mke mwema unatakiwa umuombe kwa nani? Ukitaka mume mwema pia unataka umuombe kwa nani? Wewe subiri aje tu, atakuja jambazi kwako. Maana mabinti wanafikiri wao wahitaji kuomba. Mnahitaji kuomba, msugue magoti, maana ni mtu unayeishi naye kwa maisha yako yote. Sio hiyo mnadanganyana tu na kupenda, mnapeana vizawadi. Hiyo ni udanganyifu tu na kutamaniana. Ili kuishi pamoja kwa maisha yenu yote sio kazi rahisi. Na ndio maana unapaswa kukutana na mtu ambaye ni sahihi kwako kwenye maisha yako. Leo nafikiri tunamwangalia kijana tanashati na nini, anajua kuongea vizuri na nini, anajua kuvaa nguo vizuri, nguo zinakaa kwenye mpangilio. Naona muangalia binti ana maumbile mazuri, ana sura nzuri, nasema nimepata. Takuwa umepatikana. Mwanamke apatikane. Mke anatakiwa atafutwe kwa jicho la kiroho. Sura ni kitu ambacho hakuna mwanamke asiyekuwa na sura nzuri. Wala hakuna mwanaume ambaye ana akili nzuri na anaye Yesu ambaye sio mtanashati. Hayupo. Wote ni sawa. Ndio maana utakuta mtu mke wake mdomo na galeni na kusema jamaa leo mwanamke mbaya. Nani alikwambia ni mbaya? Nani alikwambia ni mbaya? Maana wewe ndiye mbaya, sio yeye. Na usije ukaangalia una sura nzuri ukafikiri wewe ni mwanamke. Biblia inasema kama ilivyo ni kama mwanamke, ni kama ilivyo kwa ya nini? Hereni ya dhahabu ni kwa nguruwe. Ndivyo ilivyo kwa mwanamke mzuri mjinga. Biblia inasema mwanamke mzuri mjinga. Biblia inasema hivi. Mwanamke anamjua hana sura nzuri lakini hana maadili. Kama hereni ya kwenye pua ya nguruwe. Bado anabakia kuwa nani? Nguruwe. Sio hereni ya dhahabu inamfanya kuwa tofauti na nguruwe. Sasa mwanamke ambaye pia naye ni mchafu, ambaye hana maadili, ambaye ana tabia mbaya, mzuri maana yake sura nzuri, muonekano, lakini hana hofu ya Mungu, hana Mungu ndani yake. Analinganishwa na nguruwe aliyewekewa nini? Hereni ya dhahabu puani mwake. Maswali mengi. Tuendelee. Kumbuka kama ukienda kufungiwa harusi yako, ndoa yako na mchungaji, kiapo hicho akikumwambia mchungaji wewe umekiandika mahali uende nacho. Mwambie mchungaji nataka hichi ndicho tuapishe nacho. Maana kuna wengine wanaoondoa mema na mabaya, katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Hiyo wanaondoa. Maana yake akiwa mgonjwa ana haki ya kufanya nini? Tafuta mwanamke mwingine, maana kwa mgonjwa. Kwa sababu yeye akili yake anafikiria huyo mwanamke tu kwa sababu ya tendo la ndoa. Na huyo mwanamke anamhitaji mwanamke kwa sababu tu ya tendo la ndoa. Ni sawa. Tendo la ndoa ni sawa, ni zawadi tumepewa na Mungu. Lakini sio kitu ambacho mnapaswa kufanya kama vile ndio ibada yako. Paulo anasema walio na wake wao kama hawana na walio na waume wao kama hawana, na wala ambao hawana pia wao kama hawana kwa sababu ya Bwana. Uzinzi ni dhambi inayoharibu sana. Inaharibu uhusiano wote wa ndoa. Imani kati ya mume na mke kama si sawa tena kama hapo awali baada ya mmoja wao kutokuwa mwaminifu. Unafikiri kuna mwanamume tena atakuamini? Atakuamini? Mimi mwenyewe ni mchungaji, nitamwamini tena mwanamke? Yaani mwanamke anakuwa mzinifu. Nitamwamini tena kama ilivyokuwa mwanzo? Kila wakati nitamwona tu kama anakwenda kuzini, hata kama nikimsamehe. Yaani hiyo ni kitu cha kawaida, sio? Kitu cha kawaida. Ni neema ya Mungu ndio itakufanya mambo yaweze kuwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho huwa watu ambao ni wacha Mungu, ukimpenda mtu unampenda kweli. Umpende nusu nusu. Unampenda kweli. Sababu umempa yeye, mmekuwa mwili mmoja, wewe unaingia kwenye mwili kabisa, mnakuwa mwili huu mmoja. Alafu huyu mtu yeye anakuwa sio mwaminifu. Imani inaweza kuwa sawa tena? Imani inaweza kuwa sawa tena? Kwa hii inaharibu uhusiano wote wa ndoa. Imani kati ya mume na mke kama si sawa tena kama hapo awali baada ya mmoja wao kutokuwa mwaminifu. Inaleta hisia ya kupoteza kwa kina na maumivu na upweke mkali wa yule aliyekosewa. Yule aliyekosewa kila wakati anajiuliza, nini amekosa kwangu? Nini amekosa? Amenionaje? Maana ni kama amekuvua nguo. Kama ni mwanamke ameshindwa kuwa mwaminifu, amemdhalilisha kabisa yule mwanaume. Kama ni mwanaume hali kadhalika amemdhalilisha kabisa yule mwanamke. Sio kitu
kitu cha kawaida hicho bado. Kwa maana hiyo anaacha upweke mkubwa ndani ya moyo, maana mtu anaona kama huyu mwanamke tena hanipendi wala hanijali wala huyu mwenye wangu, huyu mwanaume hali kadhalika. Kwa maana hiyo tunaambiwa anaachia maumivu makali na upweke kwa yule aliyekosewa. Uharibu familia na kusababisha watoto kuwadharau wazazi wao. Watoto wanajua kabisa, mama kama sio mwaminifu watoto wanafahamu, baba kama sio mwaminifu watoto wanafahamu. Maana niwaambie jamani kitu kimoja, kuna dhambi unaweza kuzificha, lakini kuna dhambi hazifichiki. Dhambi ya ngono haifichiki, ni swala la muda. Hata kufanya nasiri, mwanamke atakuja atawaambia wanawake wengine fulani hivi na hivi, mwanaume atawaambia wanaume wengine hivi. Binti usio kafikia kijana kwa ni siri yetu, lazima kuna mtu anamwambia tu, anamwambia fulani hivi na hivi, anamwambia. Kuna siku watafahamika. Watoto lazima wafahamu, watafahamu mama sio mwaminifu, baba yetu anateseka sana, sisi alitoka wapi na mama yetu. Watoto wanasema hivyo, umewazaa mama anawazaa, lakini bado watoto wanasema sisi baba alitoka wapi na mama yetu. Mama yetu ni mbaya, mama ni mchafu kabisa. Wakati mwingine unakuta mtoto anampiga yule baba ambaye anatembea na mama yake. Mama anabaki anamwambia mtoto, utapata laana wewe. Utapata laana wewe, unampiga baba yako. Ni mama anamjazia ndio anamuita huyu baba wa nje, unampiga baba yako. Wewe ni sawa na baba yako. Sio shetani gani anaingia kwenye akili, acha kwenye moyo. Hapa binadamu usiotosheka kwenye hii dunia, sio walitoka wapi? Kwa watoto wanawadharau nini? Watoto wanawadharau wazazi wao. Mzazi ambaye amekuwa mwaminifu inatoa mazingira mabaya zaidi ya nyumbani kulea watoto. Kuna mama mmoja alikuwa sio mwaminifu. Na mama mmoja ambaye hiyo ni habari nilipata Kenya. Mama akashindwa kuwa mwaminifu, akawa mume wake anakaa kazini mbali, kwa wakati mume hayupo anawaleta wanaume ndani. Binti yake wa darasa la 6 naye nafikiri alijifunza kwa mama, akaanza naye kutembea na vijana. Mama akamkemea na kumpiga, akamwambia yule binti, akamwambia mama yake, siku ukinipiga tena nitamwambia baba. Maana unatoa tu ujasiri kunipiga. Binti wa darasa la 6 anamwambia mama yake, unatoa tu ujasiri kunipiga. Maana mimi sijaolewa, lakini wewe umeolewa. Baba yangu amekuoa, lakini bado unawaleta wanaume wengine huko ndani. Kinisumbua tena namwambia baba. Mama akanyamaza kimya. Mtoto wa darasa la 6 huyo anamwambia mama yake, mimi sijaolewa, wewe umeolewa, lakini bado wewe sio mwaminifu kwa baba yangu. Afu eti unaniambia nini? Kwa inafika mahali wazazi wanakosa nguvu ya kuwakemea watoto. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi hiyo ambayo imewafanya wakose sauti. Dhambi inakufanya ukose sauti, na inafanya watoto wawe nini? Wawe wabaya nyumbani. Watoto ndio ambao wanateseka zaidi katika talaka. Maana kama mwanamke akishoka mwaminifu au mwanaume akishoka mwaminifu, inafikia mahali ambapo talaka inadaiwa. Talaka ikidaiwa, watoto ndio wanaoteseka. Maana wanakuwa na mzazi mmoja tayari ameshaondoka. Kwa watoto wanaumia zaidi inapofikia hatua ya nini? Ya talaka. Kwa uzinzi ni dhambi na haribu sana. Na haribu kiroho na haribu kimwili pia. Ndio maana wakati unapofikiri juu ya uzinifu, ukiwa ni binti, unamkosea baba yako, unamkosea mama yako, unamkosea yule atakayekuwa mume wako baadaye, unamkosea mawifi zako na mashemeji zako, lakini ambapo unamkosea Mungu. Acha mwili wa Kristo kama umeokoka. Tendo moja tu la uzinifu, unakosea watu wote hapa na unamkosa Mungu. Ndio maana Yusufu akiwa kijana, akiwa na fursa, tena mke wa mkubwa anamtamani Yusufu, angeona ni fursa kubwa sana kwamba angeweza kupata hata utajiri. Alisema nifanyeje dhambi kubwa namna hii? Mwanzo mlango 39 kama. Mwanzo mlango 39. Jana Kristo anatakiwa awe na ujasiri wa namna hii. Binti wa Kristo anatakiwa awe na ujasiri wa namna hii. Aseme maneno ya namna hiyo, akifahamu kwamba yeye yuko kwa ajili ya yule ambaye Mungu amemweka kuwa mwenzi wake.
Mwanzo mlango wa 39 mstari wa 7. Kwanza mistari iliyotangulia, huyu mwanamke alitafuta kila namna ili ampate Yusufu. Na mstari wa 37 Biblia inasema ikawa baada ya mambo hayo yote mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. So alimpenda akamtamani. Akamwambia lala nami, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu ajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo ameviweka mikononi mwangu. Vitu vyote ameviweka mikononi mwa Yusufu, wala havijui, maana viko chini ya uangalizi wa nani? Wa Yusufu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Yusufu anamwambia mke wa Potifa, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote. Hakunizuilia, bwana wangu hakunizuilia kitu chochote isipokuwa wewe. Kwa nini? Kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Nifanyeje ubaya mkubwa namna hii nikamkose Mungu? Maanake nikilala na wewe, maana hii kulala sio kulala walale tu kawaida, azini naye, sawa? Kulala nami na mzoko na Biblia inatumia lugha ambayo ni laini sana. Biblia ambayo ni maneno ambayo ni yakuona sana, lakini yanahitaji kutafsiri ufahamu. Ni kuzini naye. Mke wa mtu anamtamani kijana mdogo. Kama vile wanawake wengi majambazi huko nje wameolewa, mume wake anampa matumizi, lakini anaachua kijana wa kazi ndani, anaanza kumtamani kijana wa kazi. Aibu yake. Kwa unapofanya dhambi ya uzinifu, unamkosa Mungu. Kama umeolewa, unamkosa mume wako. Kama ni binti, unamkosea baba yako, unamkosea mama yako, unamkosea mume atakaye kuja kukuoa. Unatakiwa ujitunze. Kijana wa kiume, jitunze uwe bikira safi. Kijana wa kike, jitunze uwe bikira safi. Mungu anapokuja kukupa mwenzi wako, anawapa watu ambao ni watu waliojitunza. Ni watu ambao walikuwa ni wacha Mungu. Walitunza mwili wao. Ni mwili ambao haukuchezewa kama tambara la mipira ya matambara mpaka inashutiwa mpaka inabakia umebakia ni kama makaratasi tu ambayo hayajashikwa na kitu chochote. Mungu anahuzunishwa sana na dhambi hii. Hosea mlango wa 2 mstari wa 2. Hosea nabii Hosea mlango wa 2 mstari wa 2. Hosea ni baada ya neno. Hosea mlango wa 2 mstari wa 2. Msiini mama yenu, msiini, kwa maana yeye ni mke wangu, wala mimi si mume wake, na yawekee mbali mambo ya uasherati wake yasiwe mbele ya uso wake, na mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake. Unasikia? Mungu anachukia nini? Mungu anachukia uzinifu. Na ndio maana akampa Hosea mwanamke wa namna hii, ili Hosea aone jinsi vile Mungu alivyokuwa anaugua kwa ajili ya taifa la Israeli kuiabudu miungu mingine. Maana wao walikuwa ni waasherati wa kiroho kwa kuzini na miungu, kwa kutokumwabudu Yahweh, Mungu aliye hai na wa kweli, Mungu mwenye agano la mahusiano nao. Na Hosea akakutana na mwanamke wa namna hii, anaambiwa uzinifu wake sio mbele ya maziwa yake. Naombe mabinti na vijana, wanaume waliooa na walioolewa, Biblia inachukia uzinifu. Mungu anachukia uzinifu. Yeremia 23. Yeremia 23:14. Yeremia mlango 23 mstari wa 14. Katika
katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno linalochukiza sana: kufanya zinaa, uenenda katika maneno ya uongo, kutia nguvu mikono ya watendao maovu, hata ikawa hapana mtu arejeaye na kuuacha uovu wake. Wote pia wamekuwa kama Sodoma kwangu, na wenyeji wake kama Gomora. Manabii wa Yerusalemu wamefanya nini? Zina. Hata manabii wengi waliopo leo pia, hata wachungaji wengi na wainjilisti wengi ni wazinifu. Ndio maana wewe pia jihadhari, maana ni dhambi ambayo haina ubaguzi. Ukipenda itakupenda, itakukumbatia na itakumaliza kabisa na ushuhuda wako na uhusiano wako na Mungu. Kwa tafadhali jihadhari na zinaa, epuka zinaa, toroka zinaa. Uhusiano wa ndoa ulioharibika, uliosababishwa na uzinzi, mara nyingi husababisha kutengana na talaka. Kwa ndoa inapoharibika, uhusiano unapoharibika wa ndoa kwa sababu ya uzinifu, huleta kutengana na talaka. Maana kama mtu akiwa mzinifu, unaweza kuona mtu ni mzinifu, watu wameshabaguana, mke anapika, mume anapika mwenyewe, maana anafika mahali mwanaume anasema siwezi kupikiwa na mwanamke wa namna hii. Fika mahali hata mwanamke naye anasema mwanaume mchafu wa namna hii siwezi kumpikia tena. Akae tu mwenyewe. Pika mwenyewe mwanaume, anafika mahali tengana, mambo ya kukaa kwa namna hiyo kufikia ukomo, wanatengana. Kwa nini? Kwa sababu ya zinaa. Zinaa. Angalia mambo mengine, watu wanaweza kukosana kwenye mambo mengine, sio? Mwanamke anaweza kukuibia hela au mwanaume anaweza kukuibia hela, lakini bado ukaishi naye, sio? Ni kwamba tu utaangalia jinsi ya kuficha hela yako, sababu umeshakuwa na mtu ambaye ana tamaa ya hela, sio? Lakini sio aende kwa mwanaume mwingine au aende kwa mwanamke mwingine. Sidhani kama kuna binadamu yoyote anaweza kukubaliana na hilo jambo. Kwa tafadhali, zinaa ni mbaya. Zinaa ni nini? Mbaya, ni dhambi inayoharibu sana. Tumeona nini kinachofuatia? Hebu tuangalie pia, sababu ya zinaa kuna mambo ya talaka na kuoa tena. Kutalaka na kuoa tena. Je, wanandoa wa Kristo wanaweza kutafuta talaka? Mungu anachukia talaka na anaona kuwa ni udanganyifu. Mungu anachukia nini? Hilo ni jambo la kwanza ambalo unapaswa ufahamu. Mungu anachukia talaka. Angalia Malaki mlango wa 2. Malaki ni kitabu cha mwisho kabisa katika Agano la Kale. Malaki mlango wa 2 mstari wa 16. Malaki mlango wa 2 mstari wa 16 unatuonyesha kwamba Mungu anachukia nini? Anachukia talaka. Maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu na mchukia, asemaye Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Jihadharini msije mkatenda kwa nini? Kwa hiana. Mungu anasema nachukia kuachana. Maana yake kuachana ni nini? Kupeana talaka, kila mtu achukue zake. Kama kuna kitu, kuna wale mmetuma pamoja, mnagawana. Wengine wanaendaga mpaka hatua ya kugawana mpaka watoto. Mungu anachukia kuachana. Anaruhusu kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo ya watu. Talaka inaruhusu kwa sababu ya ugumu wa nini? Wa mioyo ya watu. Mathayo 19 mstari wa 8. Mathayo 19 mstari ule wa 8. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kuna watu wanaosema ndoa inafunguaga wapi? Kwenda kwenye Biblia hatujaona mahali ndoa ilifungwa. Sasa wapi talaka? Mtu anaandikiwaje talaka kama hakuna karatasi aliyoandikwa kwamba anaondoka kwa Mungu? Ndio swali tunalojiuliza. Musa kwa sababu ya ugumu wa nini? Wa mioyo yenu. Musa hakusema ndio yake, alisema ndio kwa ya nani? Ya Mungu. Ndio maana tunaambiwa Mungu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaruhusu kutoa talaka. Kwa maana yake
sababu Musa ndiye aliyeruhusu, na Musa aliwaongoza watu wa Mungu kama nani? Kama Mungu. Na hata maneno aliyowaambia ni maneno yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Hayakuwa maneno ya Musa. Na ndio maana tunaambiwa Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, aliwapa ruhusa kufanya nini? Waache wake zao. Wanandoa wa Kristo ambao wana matatizo katika ndoa zao hawapaswi kama kufikiria talaka kuwa chaguo kwao. Wanandoa wa Kikristo wakiwa na matatizo kwenye ndoa hawapaswi kufikiria talaka kama nini? Kama chaguo lao la kwanza au kipaumbele chao. Wanandoa wa Kikristo wanapaswa watafute nini? Suluhisho. Wanapaswa watafute suluhisho la nini? La ndoa yao. Njia ya Mungu ni kwa washirika wote wawili kutatua matatizo yao kwa neema ambayo Kristo amewapa. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 7. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 7. Tumepewa nini? Wakristo wamepewa nini? Neema. Na neema ndio ambayo inatupaswa itusaidie tunapokuwa na matatizo kwenye ndoa, tuweze kufanya nini? Kuitumia neema kutatua matatizo yetu. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 7. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Wakristo wana neema ya uzima, na ndio maana Wakristo wanapaswa watatue mambo yao kwa kuangalia nini? Wakisukumwa na nini? Na neema. Sawa? Wakisukumwa, wakisaidiwa na nini? Na neema. Kuna swali utaniuliza. Lakini kama bado hawawezi kupatanishwa na kufikia hatua ya kutengana kwa wao, bado wanapaswa kubaki waaminifu kwa ndoa. Yaani kama ikifikia hatua kwamba wametengana, kila mmoja akaishi kivyake, lakini bado wanapaswa kuwa waaminifu kwenye nini? Kwenye ndoa. Maana yake asiwepo yeyote ambaye atatoka nje ya ndoa akakaa na mwanamke mwingine au na mwanaume mwingine. Ikiwa mwenzi mmoja anakuwa mwaminifu wakati huu, basi mwingine ana chaguzi mbili. Kama mwenzi mmoja anakuwa, maana yake kama kuna mwenzi ambaye ni mwaminifu lakini mmoja akakosa kuwa mwaminifu, tunaambiwa kuna chaguzi mbili. Moja, msamehe mwenzi mwenye hatia na kuweka ndoa, maana yake na kutunza ndoa. Msamehe. Yaani wewe si mwaminifu, muda huu ambao mmetengana, unaweza ukamsamehe kama wewe ni mwaminifu. Lakini B, shtaki kwa ajili ya talaka. Maana yake na hii talaka. Biblia inaruhusu talaka kwenye uasherati, uzinifu. Kwa mambo ya uasherati mtu anaweza kumwacha mke wake, lakini moyo ukiwa mgumu kutokusamehe. Maanake hata hiyo pia mtu anaweza kusamehe, ipokuwa jirani kubwa sana. Jirani mkubwa, lakini Yesu alitusamehe sisi, sio? Maanake aliyesamehewa hatarudia tena, lakini akirudia tena maana yake mtu alikutana na jambazi. Tusiwe na hofu ya Mungu, tusikujana sikupenda. Je, Wakristo wanaweza kuoa tena? Kuna hali tatu tu ambapo hii inaruhusiwa. Ikiwa mwenzi wa mtu amekufa. Kama mwenzi wako amekufa, unaweza kuoa tena. Wakorintho wa kwanza, twende pale kwa Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 sura 39. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari ule wa 39. Mwanamke hufungwa maadamu mumewe yu hai, lakini ikiwa mumewe amefariki,
huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana tu. Afu kuna swali lingine la kufikiria. Mbona naambia mwanaume akifa na sio mwanamke akifa? Na ndio kama wanawake ndio walikuwa wanawaacha wanaume sana. Ninafikiri hapa ninasema mwanaume akifa, kwa mwanamke anabeba. Basi kama sasa umeshindwa kukaa na mwanaume, subiri basi mpaka unaweza kuangalia pia Warumi, sheria ya ndoa pia Warumi 7, Warumi 7:2 na 3, Warumi mlango wa 7 mstari wa 2 na 3. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati hawako hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi, ila mumewe akifa amekuwa huru, afungwe na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi, hajapoolewa na mume mwingine. Ni kama ndio kubwa sana. Mimi mume anaambiwa kama anataka kuolewa mume wake lazima awe amekufa kwanza. Nafikirisha. Lakini sheria ndio inasema hivi. Mume akifa mwanamke ana uhuru wa kuolewa tena. Lakini anatakiwa aolewe katika nani? Katika Bwana. B, ikiwa mtu ni mwenzi asiye na hatia katika talaka ambayo ilifanyika kwa sababu ya uzinzi. Maana yake nini? Maana yake kama mwanaume amemwacha mwanamke kwa sababu ya uzinifu, yule mwanaume anaweza kuoa. Lakini yule mwanamke mzinifu sidhani kama anaweza kuolewa. Biblia haisemi habari ya kuolewa, maana ameachika kwa sababu ya uzinifu. Lakini mwanaume inavyoonekana, kwa sababu alikuwa mwaminifu, anaweza kuoa. Ikiwa mke asiyeamini atamwacha muumini kabisa, licha ya juhudi zote zilizofanywa na muumini kutunza ndoa. Manake watu hao wawili walikuwa wameoana kama mke na mume, wakiwa bado hawajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa huyu bwana ambaye ameokoka, mke akataka kumwacha, bado mke ndiye anazungumziwa pia. Mke asiyeamini akaamua kuondoka. Kama mke ambaye bado yeye hajaokoka ameondoka, tunaambiwa mwanaume yuko huru kuoa, ana shida kabisa. Lakini huyu mwanaume anatakiwa kufanya juhudi kuhakikisha mwanamke aondoke. Usiseme ondoka kabisa, ondoka kabisa, ondoka kabisa, mwanaume wako hata unataka aondoke. Hapana, ufanye juhudi kumzuia asiende kuolewa, hata pamoja na upagani wake. Unatakiwa, kwa sababu tayari ushaanza naye maisha, uendelee kuishi naye. Lakini kama atakataa, kwa sababu ni mwanamke asiyeamini, basi uko hujafungwa. Lakini wewe unapaswa kumwacha. Wewe ndio uko. Na tunaambiwa kwamba huyu mwanaume afungiki maadamu ameondoka. So ikiwa mtalaka ataoa tena kwa sababu nyingine yoyote isipokuwa uzinzi au kuachwa kabisa, au asiyeamini anafanya uzinzi. Maana yake nini? Kama mtu ameachana tu kwa utashi wao, wakapeana talaka, akataka kuoa, huyu mwanamke aliyeoana naye ni mzinzi, na yeye ni mzinzi, na huyu mwanamke hali kadhalika hivyo hivyo. Kwa sababu zilizoainishwa ni hizo tu, hakuna sababu nyingine yoyote, ni uzinzi tu. Kama ni mwanamke asiyeamini au kama ni mtu ambaye amekufa. Kwa kuna sababu ngapi? 3 tu ambazo zimeainishwa, ambazo mtu anaweza kuoa tena: uzinzi, kifo, asiyeamini akiamua kuondoka. Kuna mtu mwenye swali? Mtafunga ndoa nyingi sana za ajabu ajabu kwa makanisani. Mtu alishafungiwa ndoa, lakini bado anakuja mnamfungia tena ndoa. Na haribu taasisi ya ndoa. Sana Mungu atawashughulikia. Kuna ndoa ambazo haziko sawa. Yaani unaingia kwenye ndoa katika hali ambayo sio sawa.
Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14, maanake tunaambiwa ndoa kati ya ni uhusiano ambao sio sawa. Mtu aliyeokoka anataka kuoana na mtu ambaye hajaokoka. Biblia inatuambia kwa Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Kijana aliyeokoka wa Kristo hapaswi kuoana na binti ambaye hajaokoka, au binti ambaye ameokoka hapaswi kuoana na kijana ambaye hajaokoka. Ni kufungiwa nira. Maana unafahamu nira? Nira inawaunganisha ng'ombe wawili wa kulima, sawa ili kwamba waweze kufanya kazi moja. Hauwezi kufungiwa nira pamoja na mtu ambaye hajaokoka. Hauwezi kuingia kwenye uhusiano wa agano la ndoa na mtu ambaye ni mpagani, mtu ambaye hajaokoka, maana unaingia kwenye uhusiano ambao sio sahihi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unapaswa kufahamu. Kuna maana nyingi sana hasa vijana ndio wanakuwa wana shingo ngumu. Vijana watokike na watu wanasema mimi akishanioa nitambadilisha, nitampeleka kanisani, nitamhubiria Injili. Hiyo ni fursa pia ya kumhubiria ili aje kwa Yesu. Nikuulize swali, hii meza bado ni fupi. Kuna ile pale tunayotumiaga pale kanisani, pale darasani pale. Unasimama wewe ndio uko juu, usimame pale juu. Afu yule binti akushike mikono ambaye hajaokoka. Maana si kama unaungana na yeye. Nani atafuata mwingine? Akikuvuta wewe ndio utaenda chini au ndio utaenda juu? Kijana wa Kristo, binti wa Kristo pia wewe ndio uko chini umeokoka. Wewe ndio uko juu umeokoka, alafu huyu mwanaume hajaokoka yuko chini. Akikuvuta wewe ndio utamvuta aje juu, wewe ndio utaenda chini. Sasa ndio hivyo na mahusiano ambayo yana namna hiyo kwenye ndoa. Kwa hiyo tunapaswa kufahamu kwamba hatupaswi kuingia kwenye ndoa za namna hiyo. Watu wengi tunaambiwa Kristo ameteseka kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano na namna hiyo, kwa sababu ya matokeo yafuatayo. Umoja kamili hauwezekani kutokana na ndoa kama hiyo, kwa kuwa umoja kamili katika roho ndio sharti kuu. Umoja unaanzia moyoni, sawa? Umoja unaanzia wapi? Moyoni. Sasa moyoni mmetofautiana, huyu anafikiri mambo ya kishetani, wewe unafikiri mambo ya Yesu. Ni lini mnaweza mkakutana? Hakuna hata siku moja mtakutana. Lakini pili, watoto watalelewa katika mazingira, watoto hawatalelewa katika mazingira ya hofu ya nani? Katika mazingira ya hofu ya Mungu. Maana mmoja anafanya ibada zake za miungu na mwingine anamwabudu Mungu aliye hai na mkweli. Mmoja anaishi maisha ya usafi, mwingine anaishi maisha ya uchafu. Hakuna siku hata moja mtakutana. Kwa maana hiyo watoto hawawezi kulelewa katika hofu ya Mungu. Lakini tatu, inaweka ushuhuda mbaya wa maelewano. Maana mara nyingi mmoja anakuja katika, kama ni mwanaume anakuja ameelewa vurugu, kila siku ni makelele, kama ni mwanamke hali kadhalika. Kwa hiyo uwe makini. Ndio na wewe makini. Ukilala wakati nafundishwa mambo ya ndoa, ukutana na mwanamke ambaye sio sahihi, utaimaliza dume, itakuwa ni mwisho wake. Tegemea mtu alale kwenye ajenda kama hii. Jambo muhimu sana kanisa na mwili wa Kristo. Naam. Karibu. Fundishi swala la ndoa, lakini na ninachosisitiza wawe wameokoka. Wawe wamefanya nini? Wameokoka. Aidha sio anatoka Pentekoste au anakuja ameokoka. Kama binti ameokoka na kijana ameokoka, binti atamfuata mume kwenye imani yake. Japokuwa kwa sababu ya mafundisho mengi yanayofundishwa, umekuwepo na matatizo mengi kwenye ndoa
kwa sababu ya watu kuabudu sehemu tofauti. Binti anasema, mchungaji wake anamwambia huyo kijana ndiye akufuate. Huko kawaida mke ndiye anafuata mume, na ndio maana mwanamke, angalia unaolewa na mwanaume wa aina gani. Mwanaume aliyeokoka au hajaokoka. Kama uko na mwanaume ambaye hajaokoka, umeisaliti imani. Hicho ndicho kitu ninachokuambia. Lakini kama unakutana naye hujaokoka au ukaja ukaokoka, endelea kumwombea. Iko siku ambayo Mungu atambadilisha. Hakuna zaidi yako. Anaruhusu kumwacha. Lakini kama mlikutana huko umeokoka, au ukakubali kuolewa na mtu ambaye hajaokoka, una ujanja. Pambana na msalaba wako. Hata ufike kanisa. Kuna swali lingine? Kuna swali lingine? Kwa tafadhali, tunapoingia kwenye mahusiano pia ni muhimu mno. Maana hii unaweza pia ukaokoa umenini ukaialifu amri ya ngapi? Amri ya 7, kwa sababu ya mahusiano. Nafika mahali ambapo ndoa inakuwa ndoano. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ni jambo ambalo watu wenye hofu ya Mungu, ndoa ni jambo ambalo wanalifahamu vizuri sana. Na anafahamu ndoa yake. Mwalimu wangu aliniambia kwenye ndoa, kumbuka joy. Mbona niwaambia Alhamisi iliyopita. Kumbuka nini? Joy kwenye ndoa. Ili ndoa yako iweze kudumu, kumbuka joy. Jesus first. Yesu kwanza. Yesu akitawala kwenye ndoa yenu itadumu. Lakini cha pili, kumbuka others. Sasa wewe others ni mke wako. Wakati wote mtangulize mke wako. Afu wewe mwenyewe uje. Kama ni mwanamke, Yesu kwanza, mume wako. Afu ufuatie. Ndio yake tabia. So others, mwanaume mwingine. So others, mwanamke mwingine. Others, mume wako. Kwa Yesu akitangulia, mume wako akitangulia, au mke wako akitangulia, wewe ukafuatilia, ndoa yako itakuwa ndoa ya furaha na itadumu. Tofauti na hapo, sahau. Unafanya? Tunafika mwisho. Tutaendelea. Kile kinachofuatia hii jana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tuna kila sababu ya kukushukuru Bwana. Asante kwa amri ya 7 inayotuagiza tusizini. Tusaidie Mungu katika usafi wote kwa maneno na matendo, tukaweze kuishi maisha ambayo yanakupendeza. Tukaheshimu ndoa kama taasisi iliyoanzishwa na wewe, na hata wale ambao hawajaoa na kuolewa wakabaki katika ile uaminifu hata utakapowapa ndoa takatifu. Wale ambao wameoana, Bwana, wasaidie waheshimu ndoa zao, wawapende wake zao na kutii waume zao, na kuishi maisha ambayo yanakupendeza wewe, ili ukaweze kuzibariki ndoa zao na ukabariki pia watoto wao na ukalibariki pia kanisa lako, katika jina la Yesu. Tutawanisha kwa baraka zako na utubariki katika kipindi kinachofuatia. Ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen.